Maadhimisho ya Siku ya Mazingira Duniani kama jukwaa muhimu la kitaifa na kimataifa litukumbushe wajibu wetu wa kuunganisha nguvu zetu katika jitihada za kuhifadhi mazingira na kuhakikisha matumizi adili ya rasilimali nyingi ambazo ni nchi yetu imejaliwa. Baadhi ya mambo muhimu ya kuzingatia katika uhifadhi wa mazingira ni pamoja na kuendelea kutoa elimu kwa umma kuhusu masuala ya mazingira na umuhimu wake, na kuimarisha mfumo wa usimamizi wa taka hususan katika mamlaka za serikali za mitaa kwa dhana ya uchumi rejeshi. Kwa kuwa maeneo mengi bado hali ya usafi hairidhishi, hili linaenda sambamba na kubadili mtazamo wetu wa kuziona taka kama fursa ya kiuchumi na kuzitumia kutengeneza bidhaa mbalimbali kama vile mbolea, chakula cha mifugo na bidhaa nyinginezo. Hali kadhalika, kuendelea kutekeleza mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia, ambapo hadi sasa taarifa zinaonyesha kuwa matumizi hayo yameendelea kuimarika kutoka asilimia 6.9 mwaka 2021 mpaka asilimia 28.6 mwaka 2025. Hii ni hatua nzuri kuelekea lengo tulilojiwekea la Watanzania zaidi ya asilimia 80 kutumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034. Pia kutekeleza miradi mbalimbali ya kisekta ya kupambana na mabadiliko ya tabia nchi kwa kujenga uchumi imara wenye uwezeshaji mdogo wa gesi joto na uliostahimilivu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Katika hili, nafahamu kuwa serikali kupitia ofisi ya Makamu wa Rais imeandaa mpango wa taifa wa kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi ambao umeweka misingi ya uhimilivu wa jamii, mifumo ya ekolojia na sekta za ukuaji wa uchumi dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi. Suala la ulinzi na usimamizi wa mazingira halina mbadala. Kwa kuwa mazingira yetu ndio uhai wetu na uchumi wetu, wito wangu kwa kila mmoja wetu ni kuwajibika kuhakikisha kwamba suala la utunzaji na uhifadhi wa mazingira, suala la utunzaji na usafi wa mazingira likiwepo udhibiti wa taka linapewa kipaumbele. Kwa kufanya hivyo, tutaweza kulinda mazingira yetu na kupunguza athari mbaya za mabadiliko ya tabia nchi. Kabla sijahitimisha hotuba yangu, kwa niaba ya Mheshimiwa Rais, napenda kutoa shukurani na pongezi kwa wadau wote wa mazingira, hususan mashirika ya Umoja wa Mataifa, mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, sekta binafsi, vyombo vya habari na wananchi wote kwa ujumla kwa kuendelea kutoa ushirikiano kwa serikali katika jitihada za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na utunzaji wa mazingira kwa ujumla. Katika kuhimiza jitihada za kulinda na kutunza mazingira, pamoja na mambo mengine, ningependa kusisitiza kwa wizara, mamlaka za serikali za mitaa na wadau wengine yafuatayo. Moja, mamlaka za serikali za mitaa hususan manispaa na majiji kuanzisha bustani za kijani na kuhakikisha zinatunzwa ipasavyo. Pili, mamlaka zinazotoa vibali vya ujenzi kuweka sharti na kusimamia ili kila kibali cha ujenzi kinachotolewa kiambatane na agizo la kupanda miti isiyopungua 5. Tatu, wakala wa huduma za misitu Tanzania kuhakikisha uwepo wa miche ya kutosha ili kurahisisha na kuwezesha zoezi la upandaji miti nchini. 4, sekretariat za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa na wakala wa huduma za misitu kuimarisha udhibiti wa uharibifu wa maeneo yote yanayopandwa miti. 5, ofisi ya Makamu wa Rais kupitia Kituo cha Taifa cha Kuratibu Kaboni kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kubainisha misitu inayofaa na kuisajili katika biashara ya kaboni. Wizara za kisekta kujumuisha fursa za biashara ya kaboni katika mipango, programu na miradi yao, hususan fursa zinazoendana na sekta husika. 6, Wizara ya Ardhi isimamie utekelezaji na uzingatiaji wa mipango miji na mipango miji ya matumizi ya ardhi ili kupunguza au kuondoa kabisa changamoto za uharibifu wa mazingira zinazotokana na matumizi ya ardhi yasiyoendelevu. 8, mamlaka za serikali za mitaa kupitia kifungu cha 89 cha sheria ya serikali za mitaa, mamlaka ya miji sura ya 288 kuimarisha mifumo ya usimamizi wa taka, hususan kuanzisha vituo vya kuchakata taka ili kupunguza kiasi cha taka katika madampo na kuchangia
urejelezaji. 9. Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Wizara ya Maliasili na Utalii na Wizara ya Maji kuimarisha usimamizi endelevu wa maeneo ya ardhi oevu. Na mwisho 10. Taasisi za utafiti kufanya tafiti kuhusu mimea, viumbe vamizi ambavyo vinazidi kuongezeka na kuathiri mifugo na mimea mingine katika maeneo mbalimbali nchini. Katika hafla hii tunakuomba vile vile utuzindulie programu ya mageuzi ya usimamizi wa mazingira kuelekea dira ya miaka 2050 itakayotekelezwa kwa kipindi cha miaka 5 kuanzia mwaka 2026 hadi mwaka 2030. Programu hii inalenga kuchochea matokeo makubwa na haraka katika kurejesha uoto asili, kuimarisha ustawi wa mfumo wa ekolojia pamoja na kutoa huduma za kiikolojia ambazo ni msingi muhimu wa uzalishaji katika sekta mbalimbali za uchumi. Hatua hizi tunatarajia zitachangia kwa kiasi kubwa katika kufanikisha malengo ya dira yetu ya mwaka 2050 ambayo inalenga kuifanya Tanzania kuwa ni miongoni mwa nchi 10 barani Afrika zenye ustawi wa mazingira na ustahimilivu mkubwa dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi, ambapo kupitia programu hii serikali inalenga kufanikisha malengo makubwa yafuatayo. Kwanza, kuhamasisha upandaji wa miti na utunzaji endelevu wa miti bilioni 2 kila mwaka, lakini kurejesha hekta milioni 5 za ardhi za misitu ambayo imeharibiwa, kuongeza matumizi ya nishati safi ya kupikia ili kupunguza utegemezi wa kuni na mkaa, kuimarisha usimamizi wa taka na usafi wa mazingira, kukuza biashara ya carbon ili kuongeza mapato ya taifa na kuchangia katika mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi.